Haya, karibuni sana. Leo tunazama kwenye ulimwengu wa ajabu sana, sayansi ya nambari. Hii ni taaluma ya kale kabisa inayodai kwamba, unajua, nambari zinaweza kufumbua siri za ulimwengu na hata siri zetu sisi wenyewe. Yaani, wazo lenyewe ni hili: kila kitu, kuanzia utu wako hadi hatima yako, huenda kimeunganishwa na mtetemo wa nambari fulani. Basi, hebu tuchunguze kwa undani zaidi. Hebu niulize swali. Umeshawahi kuhisi kama kuna nambari fulani inakufuatafuata? Yaani unaitazama saa, ipo. Unapewa risiti dukani, ipo tena. Hata kwenye namba ya nyumba unayoipita barabarani, inaanza kuhisika kama vile ulimwengu unajaribu kunong'ona kitu kwako, sivyo? Na mfano unaojulikana zaidi ni upi? Bila shaka, ni hii hapa, kuona 11:11 kwenye saa yako. Kwa wengi wetu, hapa ndipo safari hii ya udadisi huanzia. Ule wakati unapojiuliza, okay, hii ina maana gani hasa? Au labda kwako si 11:11, labda ni 444 au 3330 au nambari nyingine kabisa. Kuanza kuziona hizi ruwaza katika maisha yako ya kila siku, ndiko kwa wengi kunakofungua mlango wa kuanza kuelewa sayansi ya nambari. Sawa. Basi, hebu tujiulize, nambari hizi zina maana gani hasa? Msingi wenyewe wa sayansi ya nambari ni wazo hili kuu, kwamba ulimwengu wote unaweza kuelezewa na kufafanuliwa kupitia lugha ya nambari. Fikiria sayansi ya nambari kama vile ramani ya maisha yako. Inadaiwa inaweza kukuonyesha sifa zako za ndani kabisa, zile changamoto unazoweza kukabiliana nazo na hata ile njia yako kuu maishani. Na yote haya yanafunuliwa na nambari zinazohusiana na wewe. Na sikiliza, hili wazo si geni hata kidogo. Mwanafalsafa na mwanasayansi mkuu Galileo Galilei aliliweka wazi kabisa aliposema, hisabati ndiyo lugha ambayo Mungu aliitumia kuandika ulimwengu. Hii inatuonyesha jinsi wazo la nambari kuwa msingi wa kila kitu lilivyokuwa zito tangu zamani sana. Sasa, hebu tuachane na mambo ya jumla. Tuje kwako binafsi. Vipi kuhusu wewe? Moja ya nambari muhimu zaidi katika sayansi ya nambari ni ile inayoitwa nambari ya njia ya maisha. Ni rahisi sana kuikokotoa, usijali. Chukua tu tarehe yako ya kuzaliwa. Tuseme ni Disemba 12 mwaka 1990. Tunajumlisha kila tarakimu: 1 jumlisha 2 jumlisha 1 jumlisha 2 jumlisha 1 jumlisha 9 jumlisha 9 jumlisha 0. Utapata 25. Sasa, kwa sababu 25 bado si tarakimu moja, tunajumlisha tena. 2 jumlisha 5, unapata 7. Rahisi eh? Hivyo, njia ya maisha ya mtu huyu ni 7. Sasa ni zamu yako. Tulia kidogo, fanya hesabu na tarehe yako ya kuzaliwa. Kila nambari, unajua, ina kama vibe yake, maana yake ya kipekee. Nambari 1 kwa mfano inahusu uongozi na mianzo mipya. Fikiria, ndio nambari ya kwanza kabisa, imesimama peke yake, imara. Nambari 4 ni kuhusu uthabiti, kama meza yenye miguu minne, inajenga msingi imara. Na nambari 9 inawakilisha ukamilifu, mwisho wa mzunguko. Sasa, hebu angalia nambari ulioipata wewe. Je, maana yake inaugusa kitu ndani yako? Lakini subiri kidogo, kuna kitu muhimu hapa. Kama baada ya kujumlisha ulipata namba 11, 22 au 33, usiendelee kujumlisha. Hizi zinaitwa nambari kuu. Zinaaminika kuwa na mtetemo wenye nguvu zaidi na uwezo wa kipekee, lakini pia zinakuja na changamoto kubwa zaidi. Sasa, usije ukafikiri hii ni mambo ya New Age yaliyoanza juzi tu. Hapana, huu ni mfumo wenye historia ndefu na mizizi ya kina katika falsafa na tamaduni za kale duniani kote. Huyu hapa ni Pythagoras, yule unayemkumbuka kutoka darasa la hisabati. Lakini kwake, nambari zilikuwa zaidi ya hesabu tu. Aliamini kuwa ndizo msingi hasa wa uhalisia wote. Alisema maarufu, vitu vyote ni nambari, akiamini kuwa kila kitu, kuanzia muziki hadi sayari, kinafuata kanuni za nambari. Na safari ya wazo hili ni ndefu mno. Yaani, tunaiona ikianzia Babeli ya kale, ambapo nambari zilitumika kubashiri mambo yajayo. Kisha inasafiri hadi Ugiriki ya kale kwa Pythagoras.
Inaendelea hadi zama za kati na kisha inapata nguvu mpya wakati wa Renaissance. Hii si dhana ya jana, imekuwepo kwa maelfu ya miaka. Sasa, hebu tuunganishe dots tuone uhusiano wake na ulimwengu mzima. Katika mila za Mashariki, hasa unajimu wa Vedic, kuna uhusiano wa moja kwa moja kabisa kati ya nambari na miili ya angani. Kila nambari kutoka 1 hadi 9 inasemekana inatawaliwa na sayari maalum. Hebu angalia ramani hii ya anga. Nambari 1 yenye nishati ya uongozi inaunganishwa na nguvu ya jua letu. Nambari 6 inayohusu upendo na maelewano inahusishwa na sayari ya Zuhura, yaani Venus. Wazo hapa ni kwamba ile mitetemo ya sayari hizi za mbali inaakisiwa hapa duniani kupitia lugha ya nambari hizi. Okay, ili tuelewe mizizi hii kwa undani zaidi, falsafa ya kale ya Kihindi inazungumzia nguvu 3 za ulimwengu. Fikiria hivi. Kwanza kabisa kuna uwezo, yaani potential. Kisha kuna nishati ya utendaji, ile nguvu inayosukuma mambo. Na mwisho kabisa kuna umbo halisi, yaani kile tunachokiona. Inasemekana kila kitu ulimwenguni, ikiwemo nambari, ni matokeo ya mwingiliano wa hizi nguvu 3 za msingi. Haya, kuna dhana nyingine muhimu sana katika sayansi ya nambari. Ni huu mgawanyiko kati ya nishati za nambari shufwa, yaani zile even, na witiri, zile odd. Hii ni njia rahisi lakini yenye nguvu sana ya kuainisha mitetemo. Basi, nambari witri kama 1, 3 na 5 zina nishati inayoelekea nje. Ni za nguvu, za vitendo, za kujitegemea. Kinyume chake, nambari shufwa kama 2, 4 na 6 zina nishati ya ndani. Ni za kupokea, za kushirikiana, za kuunga mkono. Na hapa si kwamba moja ni bora kuliko nyingine, hapana. Zote mbili zinahitajika ili kuleta uwano kamili. Okay, sasa lazima tujiuliza swali gumu na tuwe wa kweli. Kama ilivyo kwa mifumo mingi ya kale ya maarifa, kuna mjadala mkubwa sana kuhusu uhalali wa sayansi ya nambari. Je, ni sayansi ya kweli au ni ushirikina tu? Kwa wale wanaoamini, wanasema hivi: sayansi ya nambari si chombo cha kutabiri mustakabali kwa uhakika wa 100%. Badala yake ni lugha ya ishara inayoweza kutusaidia kujielewa sisi wenyewe vizuri zaidi. Ni kama kioo kinachoakisi sifa zetu za ndani na uwezo wetu. Lakini kwa upande wa pili wa sarafu, wakosoaji wanasema kuwa hakuna ushahidi wowote wa kisayansi unaothibitisha madai ya sayansi ya nambari. Wanailinganisha na aina nyingine za uaguzi, wakisema ni sayansi bandia tu isiyo na msingi wowote katika uhalisia. Sasa, baada ya kusikia pande zote mbili, swali ni hili: sisi tunabaki wapi? Je, tunapaswa kufikiria nini kuhusu sayansi ya nambari? Basi, kwa kumalizia, hebu tupitie haraka tuliyojifunza. Tumeona kuwa sayansi ya nambari ni mfumo wa kale wenye historia ndefu sana. Tumejifunza jinsi ya kutumia zana zake kama kukokotoa nambari yako ya njia ya maisha. Na tumeona kuwa mjadala bado unaendelea. Je, ni ukweli wa ulimwengu au ni zana tu ya kujitambua? Kwa hivyo, na kuachia wewe swali hili la mwisho. Je, sayansi ya nambari ni lugha ya kusoma ulimwengu au ni kioo cha kujisoma sisi wenyewe? Labda tu jibu la kweli lipo ndani yako mwenyewe. Asante sana kwa kuwa nasi